Semina ya uchumba mpaka ndoa. Somo la 7. Hatua za uchumba mpaka ndoa. Mchakato sahihi bila kukurupuka. Utangulizi. Wapendwa katika Bwana, kila kitu chenye thamani kina mchakato. Mti huanzi na matunda, huanza na mbegu. Nyumba huanzi na paa, huanza na msingi. Ndoa huanzi na harusi, huanza na maandalizi. Tatizo la kizazi hiki si kukosa upendo. Tatizo ni kukosa utaratibu. Wakorintho wa kwanza 14 mstari wa 40. Lakini mambo yote na yatendeke kwa uzuri na kwa utaratibu. Leo tutajifunza hatua kwa hatua bila kukurupuka. Hatua ya kwanza, urafiki. Foundation stage. Kabla ya uchumba rasmi, panapaswa kuwa na urafiki wa heshima. Urafiki huu hauna madai ya kimapenzi, hauna umiliki. Unajenga kufahamiana kwa tabia. Katika hatua hii, unaangalia tabia, unaona mwenendo wake wa maisha, unajifunza jinsi anavyowasiliana. Wengi hukosea hapa. Wanaanza na hisia kali bila msingi wa urafiki. Lakini kumbuka, mzeni wako wa ndoa anapaswa kuwa rafiki yako wa karibu kwanza. Hatua ya pili, uthibitisho wa ndani. Confirmation. Hii ni hatua ya maombi na uchunguzi wa kiroho. Kabisa usiseme nahisi tu. Omba, funga, tafuta ushauri. Mithali 3 mstari wa 5 hadi 6. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Katika hatua hii, jiulize, je, nina amani? Je, kuna uthibitisho wa ndani? Je, kuna ushauri unaounga mkono? Hisia zinaweza kuja haraka, lakini uthibitisho wa Mungu huleta utulivu. Hatua ya 3, tamko rasmi la uchumba. Hapa ndipo sasa kunakuwa na makubaliano rasmi. Sasa tunaanza safari kuelekea ndoa. Sio tuone itakavyokuwa, ni tunaingia kwa nia ya ndoa. Katika hatua hii, mipaka inawekwa wazi, mwelekeo unaeleweka, muda wa maandalizi unaanza. Uchumba bila lengo ni majaribio. Uchumba wenye lengo ni maandalizi. Hatua ya 4, utambulisho kwa familia. Hii ni hatua muhimu sana. Katika Biblia, ndoa haikuwa jambo la watu wawili tu, ilihusu familia. Utambulisho huleta uwazi, baraka na uwajibikaji. Uchumba wa siri mara nyingi huleta maumivu ya siri. Mithali 11 mstari wa 14. Pasipo mashauri, taifa huanguka. Hatua ya 5, ushauri wa kichungaji. Premarital counseling. Hapa ndipo wengi hupuuza, lakini ushauri hufunua maeneo mlioyapuuza, huwasaidia kujadili mambo ya kina, huwafundisha majukumu ya ndoa. Masuala yanayojadiliwa hapa: fedha, majukumu ya mume na mke, mawasiliano, intimacy ndani ya ndoa, mipaka na wakwe. Ndoa si hisia tu, ni agano lenye majukumu. Hatua ya 6, taratibu za familia, mahari na vinginevyo. Hii ni sehemu ya heshima ya mila na familia. Mahari si kununua mtu, ni ishara ya heshima na uthibitisho wa nia. Kila jamii ina taratibu zake, lakini kanuni ni heshima na uwazi. Hatua ya 7, harusi, agano rasmi. Harusi si sherehe tu, ni tamko la agano mbele za Mungu, mashahidi, familia. Malaki 2 mstari wa 14 inasema, ndoa ni agano. Tofauti ya mkataba na agano ni hii: mkataba, ukikosea navunja. Agano, hata tukipitia changamoto tunadumu. Hatua ya 8, maisha halisi ya ndoa. Baada ya harusi ndipo maisha halisi yanaanza. Hapa
tabia zinaonekana wazi, uwajibikaji unaanza, majukumu yanagawanyika. Ndoa si mwisho wa safari ya mapenzi, ni mwanzo wa safari ya kujitoa. Makosa ya kawaida ya kuepuka: kuruka hatua kwa sababu ya pressure, kufanya kila kitu kwa siri, kuishi kama mume na mke kabla ya agano, kuingia kwenye madeni makubwa kwa ajili ya harusi, kupuuza ushauri. Siri ya mchakato wa Mungu: Mungu hafanyi haraka, lakini hachelewi. Kila hatua ina kusudi. Urafiki hujenga msingi. Uchumba hujenga uthibitisho. Ushauri hujenga hekima. Harusi huanzisha agano. Zaburi 37 mstari wa 5. Umkabidhi Bwana njia yako. Hitimisho la somo. Wapendwa, ndoa iliyojengwa kwa mpango huwa imara, lakini ndoa iliyojengwa kwa haraka huwa dhaifu. Usiruke hatua kwa sababu ya hisia. Subiri mchakato umalize kazi yake. Maswali ya tafakari: Je, nina haraka isiyo ya kawaida? Je, nimepita katika hatua kwa utaratibu? Je, kuna sehemu nimeiruka? Je, Mungu anaongoza au hisia zinaongoza? Sasa tunaingia kwenye eneo la kina zaidi la ndani ya ndoa, semina ya ndoa na malezi kibibilia. Sasa niruhusu nikuombee na kwa kumshukuru Mungu kwa kuhitimisha sehemu hii ya kwanza, uchumba mpaka ndoa. Mungu Baba, kwa jina la Yesu Kristo, nasimama kama kuhani mwombezi juu ya kila kijana, kila binti, kila mwanandoa aliyepitia masomo haya ya uchumba mpaka ndoa. Bwana, wewe ndiwe mwanzilishi wa ndoa. Ulisema si vema mtu awe peke yake. Leo tunarudisha safari zao mikononi mwako. Kwa wale walioko kwenye safari ya uchumba, naomba roho wa hekima na ufahamu uwatawale. Ondoa upofu wa hisia, vunja sauti za tamaa, zima mihemko inayotaka kuharakisha mambo nje ya mapenzi yako. Wape macho ya kuona tabia, si sura tu. Wape masikio ya kusikia sauti yako kuliko kelele za ulimwengu. Bwana, linda mioyo yao dhidi ya majeraha ya zamani. Ponya walioumizwa na mapenzi yaliyopita. Usiruhusu maumivu ya jana kuharibu kesho yao. Wape msingi wa utakatifu, mipaka iliyo safi na mawasiliano yaliyojaa heshima. Kwa walioko ndani ya ndoa, tunakuomba uwafanye upya. Pale palipo na ukimya, leta mazungumzo yenye neema. Pale palipo na hasira, mimina upendo. Pale palipo na mazoea, rudisha moto wa kwanza. Bwana, jenga wanaume wawe waajibikaji, wenye hofu ya Mungu na upendo wa kweli. Jenga wanawake wawe na hekima, heshima na nguvu ya ndani. Fanya ndoa zao ziwe madhabahu ya uwepo wako, si uwanja wa vita. Tunakemea roho ya talaka, roho ya usherati, roho ya mawasiliano mabaya na kila mpango wa shetani dhidi ya taasisi ya ndoa. Tunatangaza ulinzi wa damu ya Yesu juu ya mahusiano yao. Bwana, waunganishe wale uliowakusudia kwa mpango wako mkamilifu, na wale ambao si mapenzi yako wafungue macho mapema kabla ya maumivu. Tunakabidhi safari zao mikononi mwako. Fanya kila uchumba uishie kwenye ndoa ya baraka, na kila ndoa iwe ushuhuda wa utukufu wako. Kwa jina la Yesu Kristo, amina. Kwa heri mwanafunzi mwema, tukutane sehemu inayofuata, sehemu ya pili, ndoa na malezi kibiblia. Subscribe, comment and share.